Habari, lakini pia wananchi wa mkoa wa Iringa, Jeshi la Polisi mkoa wa Iringa tunapenda kwa taarifa wananchi kuwa hali ya ulinzi na usalama katika mkoa wetu ni shwari. Tunapenda kutoa taarifa ya ufafanuzi kuhusiana na matukio matatu yaliyotokeza katika nyakati tofauti kwa muda huu mfupi, ambao la kwanza ni tukio la kupatikana kwa Jordan Kibiki ambaye ni padri wa kanisa Katoliki jimbo la Mafinga, ambaye aliripotiwa kuwa ametekwa na watu wasiojulikana. Baada ya kupokea taarifa hiyo, Jeshi la Polisi tulifanya uchunguzi wa kina na hatimaye tulifanikiwa kumpata padri huyu akiwa eneo la Mbalizi mkoani Mbeya, na kwamba hakuwa ametekwa ila alitoa taarifa za uongo kwa kutumia mtandao wa kijamii ambao ni WhatsApp, na alitoa taarifa hiyo akidai kuwa ametekwa na kupelekwa Mbeya kwa kutumia gari aina ya Toyota Alphard ambayo hakulitaja namba lenye rangi nyeusi, na kwamba mmoja kati ya watu waliomteka mmoja kati yao alikuwa na bastola. Lakini pia mtuhumiwa katika mazingira hayo, yeye gari lake alitelekeza. Alikuwa na gari aina ya Harrier lenye namba T330 DRJ. Gari hilo alitelekeza, tulilikuta kwenye ufuatiliaji, lilikuwa eneo la South Hill kwenye ule msitu likiwa pale. Lakini pia taarifa rasmi ni kwamba baada ya kuwa ametelekeza gari lake hilo, alipanda basi kuelekea Mbeya na kwamba hakuwa ametekwa. Kwa hiyo padri huyu alisababisha taharuki kubwa kwa uongozi wa kanisa, lakini pia amesababisha taharuki kubwa kwa waumini, lakini pia familia yake, lakini na Watanzania kwa ujumla, kwamba watu wanatekwa na wanapelekwa kujulikana. Lakini sasa taarifa kama hii ni mbaya na inasikitisha sana. Lakini uchunguzi wa ulibaini kuwa padri huyu alikuwa anakabiliwa na madeni makubwa baada ya kukopa fedha kutoka kwa watu mbalimbali na kushindwa kuzirudisha, na kwamba fedha hizo alikuwa akizitumia kufanya biashara mtandaoni kupitia kampuni iitwayo eBay. Kwa hiyo tunakamilisha upelelezi wa shauri hili na tutafikisha mahakamani kujibu tuhuma hii ya kutoa taarifa ya uongo na kuleta taharuki kwa watu kwenye kupitia mtandao. Tukio la pili limetokea tarehe mwezi Juni mwaka huu. Tulifanikiwa kukamata watuhumiwa 5 kwa tuhuma za utakatishaji fedha kwa njia ya udanganyifu kupitia mwamvuli wa dini. Miongoni mwao alikuwa ni Yannick Mbombo Sele ambaye ni raia wa Kongo na mchungaji wa kanisa la Ebenezer Restoration Ministry for All Nations tawi la Iringa. Mchungaji huyu alikuwa akiwaaminisha wananchi kutoka maeneo mbalimbali kwamba yeye anaweza kufanya uponyaji ambao wa maradhi mbalimbali, lakini alikuwa anatumia uongo. Wanachukua watu wanakwenda kuwafundisha huko Dar es Salaam, wengine wanafundishwa kuwa vilema, wengine wanafundishwa kuwa matahira, ili wakija pale kanisani basi wanaonekana kwamba baada ya kufanywa hiyo huduma amewaponya, lakini ilikuwa ni uongo. Uchunguzi ulifanya Jeshi la Polisi ulibaini kuwa mtumia Yannick alikuwa akitapeli waumini kwa madai ya kuwa ana uwezo wa kufanya miujiza ya uponyaji, madai ambayo hayakuwa ya kweli. Mtumia huyo aliamua kufanya makubaliano plea bargain baada ya kufikishwa mahakamani, na ilitolewa amri ya kukamata magari yake matatu ambayo yako kituoni aliyokuwa akiamiliki, lakini alipata kuyanunua kupitia fedha hiyo ambayo anatapeli watu, lakini pia alitozwa fine ya shilingi milioni 20 na kisha ameondolewa nchini na kurudi kwao Kongo. Aidha, tukio la tatu ambalo Jeshi la Polisi limefanikiwa kuwakamata watu wawili ambao ni Mansura Ahmed na Jafet Masunga, wafanyabiashara na wakazi wa Mkimbizi mkoani Iringa, kwa tuhuma za kukutwa na madini aina ya dhahabu yenye uzito wa gramu 2995.74 yenye thamani ya milioni 755,227 na senti 55 bila kuwa na kibali halali. Kwa watuhumiwa hawa na wenyewe walikuwa wanafanya hiyo biashara, wanakusanya madini kutoka maeneo mbalimbali ikiwa mikoa ya jirani kama Mbeya na maeneo mengine, na kuwa wanasafirisha kwenda maeneo tofauti. Watuhumiwa walikamatwa tarehe 15 mwezi huu wakati wa operesheni ya ukaguzi wa maeneo mbalimbali, lakini tulishirikiana na wenzetu wa ofisi ya madini ile eneo la Mkimbizi, lakini pamoja na kamati ya usalama ya wilaya ya Iringa. Aidha, vifaa mbalimbali vya kuchakata na kukusha madini vilikamatwa pamoja na bajaji moja waliokuwa wanatumia, lakini vilikabidhiwa kwa maafisa madini wa mkoa kwa hatua nyingine za kisheria. Lakini madini haya ya dhahabu ambayo ni kilo 3 tuliyakabidhi kwa ofisa madini na tuliyasafirisha kwenda mkoani Dodoma na kuhifadhiwa Benki Kuu. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi basi tupeleke pia taarifa kwa watu ambao wa aina hii ambao tunabaini kwamba wanaweza kuwa ni matapeli lakini wanatumia vifunzi tofauti. Mhalifu hana haiba, mhalifu hana jinsia, mhalifu hana cheo, mhalifu hana dini. Mtu yeyote anaweza kuwa mhalifu wakati wote tunapovunja sheria za nchi kama walifanya wenzetu ambao wamefedhesha kanisa, lakini sisi tunasema wao wenyewe ndio wamejifedhesha kwa sababu matukio mabovu ambayo jamii haijakubali.